Katika mwendelezo wa watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini kuunga mkono maboresho katika sekta ya afya, leo hii wamefika katika hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya kwa ajili ya kutoa vifaa tiba ambavyo vitasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Akizungumza katika hafla hii ya kukabidhi vifaa tiba hivi, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ambaye pia alikuwa mgeni rasmi alikuwa na haya ya kusema. Tunawakaribisha muitumie pale ambapo mnaona kuna mambo hayaendi sawa, hususan viongozi. Kama kuna jambo naona kuna miradi bado inaendelea, ujenzi mwingi unaendelea, vifaa vingi vitakuja, mnakusanya mapato hapa, kuna matumizi hayo mapato. Hasa pale ambapo inakuwa hayo matumizi labda yanaenda kinyume cha taratibu na kanuni zilizowekwa, basi sisi tupo tayari kushirikiana na nyinyi ili kuzuia hizo dosari au ikiwezekana kuchukua hatua kwa wale ambao watakuwa wamesababisha. Sisi huo mchango wetu katika kuokoa vifo vya watoto ambao vingesababishwa na kukosekana huduma muhimu kama hiyo, ili nao wakue siku moja wao pia kuwa raia wema na of course wao raia wapinga rushwa. Sababu tuna imani katika makuzi yao, malezi yao mostaki watasikia kuna taasisi moja ya kijinai iliwahi kupita hapa ikakabidhi vifaa fulani ambavyo navyo vimechangia katika kukua kwao mpaka hapo watakapokuwa wamefikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa dunia ipo kwenye mapambano dhidi ya vifo vya wakina mama na watoto wachanga, kama tu ilivyo kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo mmekuja kwa wakati mwafaka, mmekuja kuunga jitihada za serikali na wadau mbalimbali ambao kwa pamoja wanafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba akina mama hawa wajawazito wanajifungua wakiwa salama na watoto wale wanakuwa salama na hatimaye wanakuja kuwa na mchango mkubwa katika taifa. Vifaa hivi ambavyo cha kwanza ni Radiant Wama na hii nyingine ni phototherapy vitatusaidia sana hasa katika wakati huu. Katika hospitali yetu zaidi ya nusu ya wagonjwa ambao wanalazwa, wale watoto wachanga ambao wanahitaji kupewa huduma za ndani, nusu yao wanakuwa wako chini ya uzito pungufu au wamezaliwa kabla ya siku. Kwa hiyo wanahitaji joto la ziada ambao kifaa hichi cha Radiant Wama kitatusaidia sana. Na karibu 60% ya watoto hao pia huwa wanaishia kupata manjano ambao kama hatatibiwa kwa wakati yataishia kuleta athari kubwa kwenye ubongo. Kwa hiyo kifaa hichi kwa ajili ya kupambana na manjano kwa watoto kinachoitwa phototherapy ni msaada mkubwa tena kuhakikisha kwamba tunaimarisha huduma hizi za watoto. Napenda kushukuru sana kwa sababu hospitali hii ni ya kanda, inahudumia mikoa 7. Kuanzia Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya yenyewe, Songwe, Rukwa pamoja na Katavi. Kwa hiyo kote huko wakihitaji kurifaa au kutoa rufaa kwa wagonjwa wao wanawaleta hapa, lakini pia wakihitaji huduma za kupata utaalamu, kuleta watumishi wao kujifunza au sisi kupeleka utaalamu wanapata kutoka hapa. Kwa nini nasema hivyo? Maana yake msaada wote unaotolewa kwenye hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya kwa namna moja au nyingine unagusa mikoa yote hiyo niliyoitaja. Kwa hiyo hii zawadi ambayo umetuletea maana yake itakuwa na manufaa makubwa sana. Mashine hizi zinatupunguzia gharama kubwa sana kwa sababu wazazi wengi hatuna uwezo wa kumudu uhai wa mtoto kwa sababu mtoto anakuwa ni mdogo sana, hana uwezo wa kupumua, hana uwezo wa kula. Lakini kutokana na mashine hizi mtoto anakula, anapumua, anaishi. Na washukuru kwa vifaa mlivyotuletea, vinaendelea. Kwa vifaa mlivyotuletea vinatusaidia sisi wamama na watoto wetu tunarudi nyumbani tukiwa salama. Asanteni sana, Mungu awabariki. Muendelee kutuletea tena vifaa vingine ili watoto wetu wapate kuwa salama. Asanteni. Nikiripoti kutoka hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya, mimi ni Alice Mazoko wa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.